wa Tanzania kwa ujumla wao, wanawake wakiwa ni sehemu, na hasa katika swala zima la kupambana na maradhi ya ujinga, magonjwa na dhulma katika nchi yetu. Na katika hili la elimu, kuanzia awamu ya kwanza ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, awamu ya pili ya mzee Mwinyi, na hatimaye mzee marehemu Mkapa, na baadaye Jakaya Kikwete, Magufuli, na sasa Dr. Samia Suluhu Hassan, yako mambo makubwa ambayo yamefanyika. Na maendeleo haya yaliyopatikana, matokeo yake leo ni kwamba nchi yetu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke ambaye ndiyo rais wa nchi yetu, Amiri Jeshi Mkuu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunda la kuwa na rais mwanamke ni ushahidi tosha kwamba baada ya uhuru nchi yetu imewaandaa vijana makini wa jinsi zote, wanawake, wasichana na wavulana, na leo tumeshuhudia uongozi wa juu wa nchi kiongozwa na mama, wala sio kwa kubebwa, kwa kustahili. Na miaka hii minne ya urais wake nchi imeshuhudia masuala makubwa. Kwanza, ameendelea kujenga shule mbalimbali za kuwezesha watoto wa kike kuweza kupata elimu, pamoja na shule zilizokuwekwa ambayo wamekuwa wakisoma wavulana na wasichana. Lakini Mama Samia Suluhu Hassan ametoa kipaumbele kwa kujengwa shule mahususi kwa ajili ya wasichana kwa kila mkoa katika nchi yetu, na ametuwezesha ujenzi wa shule za msingi zilizojengwa na serikali bila fedha za wananchi, kwa maana kwamba shule hizo sasa zitoa fursa nyingine tena kwa mtoto wa kike kuweza kupata elimu. Kwa jamii ya wafugaji, hatuwezi kumsahau Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mabadiliko haya makubwa na sisi yametugusa wafugaji katika majimbo yetu, na hasa elimu ya mtoto wa kike. Lakini sio elimu tu katika ngazi za msingi, kwa maana ya shule za msingi, sekondari na high school na vyuo vya kawaida, bali elimu hii imetolewa hata katika vyuo vikuu baada ya mama kuongeza mkopo kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume katika vyuo na vyuo vikuu vya nchi yetu. Katika kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kuhakikisha kwamba mama anatuliwa ndoo kichwani, hata katika nyanda kame kama za Simanjiro, Monduli, Longido, Ngorongoro na maeneo mengine ambayo hali yake ya hewa inafanana na yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga fedha mahususi zilizosaidia miradi ya maji na kupeleka huduma ya maji karibu na makazi ya watu, kiasi kwamba sasa kina mama, juzi tumeamua kuwapa punda likizo. Punda wamepata likizo kwa sababu mama amepeleka maji sasa katika kila kitongoji, katika maeneo ambayo miradi imeshafika, na wale ambao bado sasa miradi yao imeshaanza kuelekeza miradi katika maeneo hayo. Mimi ni shahidi nikiwa mbunge wa jimbo la Simanjiro, mradi wa zaidi ya shilingi bilioni 42 uliotoa maji kutoka mto Ruvu, kwa maana eneo la Loiborsoit, na kupandisha zaidi ya kilomita 50 kupeleka makao makuu ya wilaya, ambayo maji yale yaligawanywa kwa kata takriban 5 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan: kata ya Orkesmet, kata ya Ndonyengijape, kata ya Langai, kata ya Ruvremiti, kata ya Loiborsoit. Hii ni miongoni mwa miradi ambayo ni ya kimkakati, ambayo mama alijua kabisa kwamba nyanda za wafugaji zinahitaji maji, na mama hakupagua. Anajua hakuna mfugaji bila mifugo, na kwa maana hiyo maji haya yaliyotolewa kwa ajili ya binadamu, na vivyo hivyo na mifugo imewekewa hori za kupatia maji, ambayo hivi leo wafugaji na mifugo yao wameamua kuwa na makazi ya kudumu, ambako ni fursa ya watu kuweza kupanga maendeleo mengine, ikiwemo maendeleo ya elimu, maendeleo ya kilimo kidogo kidogo katika maeneo hayo, ili kuhakikisha kwamba tunapata hata mboga mboga. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ya maendeleo iliyopigwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika maeneo hayo, sio tu katika sekta ya maji, bali hata katika sekta ya afya. Tumepata fedha kwa ajili ya zahanati nyingi, na sasa tumejengewa hata zahanati leo vituo vya afya 5, wakati ambapo kabla ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tulikuwa na vituo vya afya 3 tangu uhuru. Sasa tumejengewa 5, na jumla ya vituo vya afya sasa 8, na viwili kimoja tunapokea fedha wiki hii ambayo itajengwa kule Ruvremiti, na kingine kifuata kata ya Ngorika na kata ya Ngorika na kata ya Msitu wa Tembo. Hizi ni hatua za kimapinduzi kabisa za rais kuwatoa Tanzania kutoka katika uchumi ulio nyuma tegemezi na kulipeleka taifa hili katika uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea. Ni dhahiri haya hayawezi kufanywa na mtu ambaye uzalendo wake unatiliwa mashaka. Yanafanywa tu na mtu ambaye ni mzalendo namba 1,
mwanadiplomasia namba moja, na hili nilisema la diplomasia. Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni alama maalum katika bara la Afrika. Ninawasikia marais wote wenzake, wengine wanamuita dada, wengi wanamuita mama. Hii ni ishara tosha kwamba kwa kitendo cha Watanzania kuwa na rais mwanamke, na hasa tutakapompitisha katika uchaguzi huu kwa kura za Watanzania wote, ni dhahiri heshima ya Tanzania imeenda sasa, iko juu kimataifa. Na ndio maana unashuhudia mabara yote, mataifa yenye uchumi mkubwa sasa hivi yanaongea vizuri na nchi yetu na kujenga, na Mama Samia amehakikisha kwamba chochote anachoweza kutafuta katika mabara yote katika nchi zilizoendelea, kile kinachopatikana kinakuwa ni kwa faida ya Watanzania wote. Lakini kuna jambo ambalo hatuwezi kuliacha bila kulisema. Katika kipindi cha uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana kuimarisha muungano wetu. Amelinda uhuru wa nchi yetu ambayo ndio uliopiganiwa na vyama vyetu vya asisi vya TANU na Afro Shirazi. Lakini baada ya vyama hivyo kuasisi ukombozi wa nchi hizi mbili, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika, nchi hizi ziliungana mwaka 64 kuhakikisha kwamba tunapata nchi moja ambayo tunaiunda wenyewe, mpaka tuliweka wenyewe, na hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni muungano wa mfano sio tu katika bara la Afrika, katika mabara yote duniani, lakini muungano ambao Dr. Samia ameweza kulinda kuhakikisha kwamba pande zote mbili za muungano zinapata haki na mgao sawa katika miradi ya maendeleo. Lakini zaidi, Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikisha kuulinda muungano, kuhakikisha anaondoa kero ndogo zilizokuwepo zilikuwa zikinungunikiwa na pande zote mbili za muungano. Nataka niseme katika muda huu mfupi, mama huyu amefanya mambo makubwa katika sekta zote. Katika diplomasia ameimarisha, muungano ameimarisha, lakini pia demokrasia. Mama huyu ni mwanademokrasia wa mfano. Hii sote tunajua kwamba vyama vya siasa vimepata uhuru mkubwa zaidi wa kuweza kuruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara na kuweza kunadi ilani au sera za vyama vyao. Hii ni hatua ambayo mama ameisimamia kupitia 4R, falsafa yake ya 4R. Kwa hiyo ambaye yuko radhi kuitumia fursa hii, ni fursa ambayo ni adimu, ambayo ingewashauri vyama vya siasa visichezee fursa hii ambayo Mama Samia ameitoa. Huu ndio wakati wa vyama vya siasa kujijenga na kuweza kuleta ushindani wa kweli wa kuchendanisha sera, huku zikilinda heshima na muungano wetu, heshima ya taifa letu, kulinda mila na desturi za Watanzania, mila na desturi za Waafrika. Kwa maana hiyo, ninataka nichukue nafasi hii kuwapongeza wanawake wote wakiongozwa na mwanamke mzalendo namba moja, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu, amiri jeshi mkuu, mwenyekiti wa chama chetu, kwa kuendelea kusherehekea sherehe hizi za siku ya wanawake duniani, ambapo wanawake na wasichana 2025 tunataka tuwaimarishe katika swala zima la haki, usawa na uwezeshaji. Na haki haipigiwi kura. Haki ni ya kuzaliwa nayo. Usawa ni jambo la msingi katika kujenga jamii inayonuia kujenga mamoja. Ndio maana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokwenda Umoja wa Mataifa kueleza nia ya Tanganyika kutaka uhuru, alisema sisi watu wa Tanganyika tunataka kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna tumaini, ulete heshima pale ambapo pamejaa dharau, na ulete heshima pale ambapo pamejaa dharau, na kuhakikisha kwamba tunaunganisha. Kwa hiyo kauli hii ya baba wa taifa ambayo imekuwa ikirudiwa katika falsafa ya mbio za mwenge, msingi wetu ilikuwa ni kujenga taifa linalozingatia misingi ya haki, utu na usawa. Na kazi hii imeendelea kuimarika zaidi wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tazama, unaye rais ambaye pamoja na kuwa amiri jeshi mkuu wa nchi, lakini ni mtu anayetoa maelekezo yake kwa kauli ya unyenyekevu, kwa kutumia lugha ya staha. Lakini sio hivyo tu, ni mtu ambaye amethibitisha kwamba uongozi unaweza kuwa kiongozi mkubwa bila kunyanyua mabega na kuleta mitikisiko na kuweza kujivunia cheo ulicho nacho. Mama ameendelea kuwa mama ameendelea kuwa mama hata akiwa rais wa nchi, hata akiwa amiri jeshi ameendelea kuwa mama, na siku zote ameendelea kuwakumbusha wanawake wenzake kwamba pamoja na dhamana tulizo nazo, sisi ni wanawake. Na mimi ninaona fahari kwa sababu kuwa mwanamke
sio sifa dhalili. Mama yangu ninampenda, mama yangu bila mama nisingekuwa hapa nilipo. Hata elimu nilionayo nisingekuwa nayo. Bila kina mama nisingekuwa mbunge, nisingekuwa regional commissioner, nisingelikuwa na madaraka yote katika nchi hii. Lakini kwa malezi mazuri ya mama na malezi akishirikiana na baba yangu, tumeweza kuandaliwa na chama chetu na nchi yetu na jamii yetu na Watanzania kufika mahali ambapo tumefika, ambapo sio hadimu, na sisi tumeweza kutoa mchango kwa taifa letu. Kwa tusherehekee miaka hii, tusherehekee sherehe hii ya siku ya wanawake duniani tukiwa Watanzania tuko kifua mbele, tukijua kwamba tunakwenda kumalizia mwaka huu wa 2025 tukiwa tunatembea kifua mbele, kwa kuwa tunaye rais aliyethibitisha kwa vitendo kwamba ana uwezo mkubwa, na Watanzania wana matumaini naye na imani naye, na watathibitisha imani hiyo kwa vitendo kwa kumpa kura zote za kishindo katika mikoa yote ya bara na mikoa yote ya Zanzibar. Mungu abariki Samia Suluhu Hassan, Mungu ibariki Tanzania.